Wapendwa baba zangu, wapendwa mama zangu, wapendwa kaka zangu, wapendwa dada zangu Karumna na Kanyanyazi, umukama murungi ubude bona umukama murungira zembera zewe wao. Wazo letu la leo, tupa usitupie. Tupa usitupie. Naomba turudie, tupa usitupie. Tupa usitupie. Tumesikia katika Injili kutoka Injili ilivyoandikwa Yohane sura ya 8 mstari wa 59, basi wakaokota mawe ili wamtupie, lakini Yesu akajificha akatoka hekaluni. Kuna baba mmoja alimtembelea mfalme aliyekuwa anaadhimisha siku yake ya kuzaliwa. Akaenda amebeba maua. Alipofika mbele ya mfalme akamsalimu kwa heshima. Mfalme akamwambia achia. Akaweka maua chini. Mfalme akamwambia achia. Akaweka maua pembeni. Mfalme akamwambia achia. Akayatoa akayapeleka nje, akayatupa, akarudi. Mfalme akamwambia achia. Akachanganyikiwa. Sema, mfalme, niachie nini? Mfalme akasema, achia kinyongo dhidi yangu. Mzigo unaoubeba unakuumiza mwenyewe. Kuna vitu lazima katika maisha tuachie. Wayahudi walitaka kumtupia mawe Bwana wetu Yesu Kristo. Aliposema Ibrahimu alifurahi kuiona siku yake. Wakasema unafikisha miaka 50, ukasema nilimwona Ibrahimu. Ndiye alimwona. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 18 mstari wa 1 na kuendelea, Utatu Mtakatifu ulimtembelea Ibrahimu. Biblia inasema hivi: Ibrahimu aliinua macho akaona watu watatu. Baadaye Biblia inaendelea kusema akamwona Bwana. Ni watu watatu, ni Bwana. Utatu Mtakatifu ulimtembelea Ibrahimu. Maana alisema kabla haijakuwapo na mimi nipo. Kwa hiyo akataka kumpiga mawe. Mawe sio lazima kiwe kitu kinachoonekana kama jiwe. Tuna mawe ambayo labda tumebeba moyoni. Nitataja matatu. Jiwe la kwanza ni jiwe la kuhukumu. Mtakatifu Agustino wa Hippo anasema kabla hujamhukumu mtu, tazama kwenye nafsi yako. Na Mtakatifu Teresa wa Kalkuta anasema tukiwahukumu watu hatutaweza kuwapenda. Kwa hiyo tupa jiwe la kinyongo, tupa jiwe la chuki, tupa jiwe la hasira. Usimtupie, usimdhuru. Jiwe la pili ni jiwe la ubaguzi na lawama. Bwana wetu Yesu Kristo alijaribu kumlaumu, si kwa vile kuwasaidia, bali kwa vile hakuwa kama walivyotarajia, hakuwa kama wao. Wakamlaumu, wakambagua. Kuna watu wanaweza kubagua wengine kwa sababu ya sura yao, ya kabila lao na historia yao. Naona kusema kuna kizuri chochote kinaweza kikatoka Nazareti. Jiwe la ubaguzi, jiwe la lawama. Jiwe la tatu ni jiwe la chuki bila sababu. Ni kama maamuzi mbele, tunaita prejudice.
Yaani mtu anakuwa na hadithi moja tu. Kuna hatari ya hadithi moja. Wengine kwa Yesu walikuwa na hadithi moja tu. Kuna mtu anaweza kawa na hadithi moja ya mtu. Kwa maana Wahaya wana methali inasema kizikyankoko kirarubadu kiragurarundi. Mavi ya kuku upande mmoja ni mweusi, upande mwingine ni mweupe, lakini kuna upande mweupe. Kwa hiyo katika maisha tunaalikwa tutupe mawe, tusitupie. Ukisoma kitabu cha Mhubiri sura ya 3 inasema kuna wakati wa kukusanya mawe na wakati wa kutupa mawe. Kama una kitu moyoni, tupa. Chuki, tupa. Maamuzi mbele, tupa. Lawama, tupa. Mwambie jirani yako tupa. Tupa. Naomba msukume kidogo na mwambie tupa. Tumsifu Yesu Kristo. Asanteni kwa kunisikiliza.